Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Aprili 13, Biblia yote ni kamilifu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Petro wa pili 1:21. Tufumbe macho tupate kuomba tunapoanza somo letu. Asante Baba kwa somo hili zuri umelileta katika maisha yetu. Tunakushukuru. Tunaomba Roho Mtakatifu akatuongoze kujifunza na kuyaishi yote sawa sawa na mapenzi yako. Kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Kabla ya kuingia kwa dhambi, Adamu alikuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na muumbaji wake. Lakini tangu mtu alipojitenga na Mungu kwa kuasi, jamii ya wanadamu imenyimwa fadhila hii muhimu sana kwa njia ya mpango wa wokovu. Hata hivyo, njia imefunguliwa ambapo wakazi wa dunia wanaweza tena kuwa na uhusiano na mbingu. Mungu amewasiliana na wanadamu kwa njia ya Roho wake, na nuru ya Mungu imetolewa kwa ulimwengu kwa njia ya ufunuo aliowapatia watumishi aliowachagua. Wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Petro wa pili 1:21. Katika kipindi cha miaka 2500 ya kwanza ya historia ya mwanadamu, hakukuwa na ufunuo ulioandikwa. Watu waliofundishwa na Mungu waliwasilisha maarifa yao kwa wengine, na mawasiliano hayo yalirithishwa kutoka kwa baba kwenda kwa mtoto, kutoka kwa kizazi kimoja hadi kingine. Matayarisho ya neno lililoandikwa yalianza wakati wa Musa. Ufunuo uliovuviwa ulikusanywa pamoja na kuunda kitabu kilichovuviwa. Kazi hii iliendelea katika kipindi kirefu cha miaka 1600, kuanzia kwa Musa, mwanahistoria wa uumbaji na sheria, hadi kwa Yohana, mwandishi wa ukweli mzuri wa Injili. Biblia inamtaja Mungu kuwa ndiye mtunzi wake, lakini Biblia iliandikwa kwa mikono ya wanadamu, na katika mitindo tofauti ya vitabu vyake mbalimbali inadhihirisha tabia mbalimbali za waandishi kadhaa. Ukweli wote uliofunuliwa una pumzi ya Mungu. Timotheo wa pili 3:16. Lakini umeelezwa katika maneno ya wanadamu. Yeye aliye wa milele kwa njia ya Roho wake Mtakatifu aliangazia nuru katika akili na mioyo ya watumishi wake. Amewapa ndoto na njozi, ishara na mifano, na wale waliofunuliwa ukweli huo waliuweka katika mawazo na lugha ya kibinadamu. Amri 10 zilitamkwa na Mungu mwenyewe na ziliandikwa kwa mkono wake mwenyewe. Zilitoka kwa Mungu na hazikutokana na mtunzi wa kibinadamu. Lakini Biblia, pamoja na ukweli wake mtakatifu ambao umeelezwa katika lugha ya kibinadamu, huonesha muungano wa Mungu na mwanadamu. Muungano kama huo ulikuwepo katika asili ya Kristo, ambaye alikuwa mwana wa Mungu na mwana wa mtu. Kwa hiyo, ni kweli juu ya Biblia kama ilivyokuwa kweli juu ya Kristo kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Yohana 1:14. Ikiwa imeandikwa katika zama tofauti na watu waliotofautiana katika hadhi na kazi na katika uwezo wa kiakili na roho,
Vitabu vya Biblia huonesha tofauti kubwa katika mtindo, kadhalika tofauti katika asili ya masomo yanayofunuliwa. Miundo mbalimbali ya tungo imetumiwa na waandishi mbalimbali. Mara nyingi ukweli ule ule umeelezwa na mwandishi mmoja kwa namna ya mvuto zaidi kuliko mwingine, na kweli zilizofunuliwa hivyo huungana kuunda kitu kimoja kizima kikamilifu kinachofaa kukidhi mahitaji ya watu katika mazingira na uzoefu wa maisha. Utasoma katika kitabu cha Pambano Kuu ukurasa wa 4 hadi wa 5. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 13. Biblia yote ni kamilifu. Tufumbe macho tupate kuomba tunapohitimisha kipindi chetu. Asante Baba kwa upendo wako. Asante kwa kutufundisha masomo haya. Tunajikabidhi sasa kwako. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze tukapate kuyaishi yote tuliyojifunza sawa sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu